Kwa akamtafuta mjomba, mjomba akaongea na dada yake, jambo likaisha. Aliminyana mpaka mwisho, jambo likaisha. Ala kuli hali, hapa naona ili tukio moja kubwa katika maisha yake ambayo limepita, ugomvi wa baina ya mke na mama mzazi. Akatumia maneno, maskini umri wake pia hakumjua mama mkwe ni mama mkwe wa aina gani. Ndio sema kuna haja kubwa sana tuwasomeshe wanandoa, hasa hao watoto wa kike, mama mkwe. Haya, umsome ujue kwamba huyu ni mama mkwe mwenye wivu, huyu ni mama mkwe ambaye ataka kujua kila kitu. Sasa hata ukioga pia, kwani umeoga saa hizi? Kuna haja labda ya wewe kijana, yani kwa mfano kumuelesha bana mimi kwa 1 2 3, kumwambia mama yangu 1 2 mapema, kwamba ili usipate tabu mama kwa kadha. Na wakati mwingine mama, kuna mtoto wa kwanza na mtoto wa mwisho. Mimi hata mtoto wa kwanza na wa mwisho mimi naweza nikawajua. Wa kiume nawajua. Kivipi wanakuwaje? Kwenye ndoa zao, yani kwa wao wenyewe vile walivyo, mtoto wa mwisho mara nyingi sana kuwa na afya sana vizuri, sababu mama alionyesha matatizo makubwa sana. Afya yake inakuwa tofauti na mizake. Pia masuala ya usafi. Isipokuwa tu ana mapungufu fulani ambayo alikuwa nayo, na ana lugha kama ya utoto mkubwa, lakini bado ana yani mimi nakwambia hivi kwamba na uhakika, yani mimi naogopa nikwambia wewe ni mtoto wangapi. Utaniambia baadaye off record, tutakuja kuniambia. Tumalizie Sheikh, muda nao pia umeshaondoka. Wapi ambapo bwana Rajabu anatupa funzo, na kitu gani ambacho sisi hatutakiwi kuchukua kutoka kwake Rajabu katika ndoa yake? Sijui alimwona ni mdogo binti, alikuwa hamshauri. Kuna vitu vingi wakifanya binafsi baada ya ndoa, na mpaka kuja kukuta nyumba inauzwa, binti pia hajui chochote. Alimsahau sana huyo, lakini alikuja kumjua baadaye kwamba ana dhahabu baada ya vitu vyote kuuzwa, alafu na kuweza kuja kumnyanyua. Na hasa kipindi Sheikh Rajabu ni mgonjwa, alimjua mtoto ni au mke wake ana nafasi kiasi gani, ili tumeweza kujifunza. Lakini katika mafunzo makubwa ambayo nimeweza kuyaona, kuoa binti ambaye kamzidi kwa umri mkubwa, hiyo nimelipenda sana. Garibovu ndio huyu sasa alizungumza habari ya Garibovu. Wao sema hata katika ukijisi hauna nguvu, pia nguvu zimepungua, tafuta binti mdogo. Kuna mbegu kule utazichukua, utaongeza katika nguvu. Hizi kuna msemo anakuambia ujana wako ulikula na nani? Wapo shekhe. Basi tumalizie Sheikh, kama kuna lolote la kumalizia kutoka kwao. Mimi nakumbuka kuna mmoja ameingizwa kwenye familia, kashaolewa tu, amekuja na vitu vitatu. Kaja na sabuni na kipande cha waya, vitu viwili, sabuni ambayo ishaogewa ya mbuni na kipande cha waya. Mama amwambia, mwanangu, zawadi zote mmezielewa, hii zawadi nasema nimepewa nyumbani, nimeambiwa hii sabuni ni maana yake kwamba uoshe mikono na mwanao, huyu ni wangu mimi sasa hivi. Na uwaya kama hutaki nikupige, hii ni fimbo. Tunapowaingiza watoto wetu kwenye familia, tutambue kwamba wameikuta ile familia, awe na adabu, amfanye aliyomkuta pale, kama ni mama amfanye aliyomkuta pale, kama ni wifi awe na heshima nao, kwa sababu ukimuingiza kwenye familia wamuingiza na ugomvi, kiukweli hawezi kukaa. Sasa angalia tu Rajab namna gani swala malipita vizuri, binti alikosea kidogo tu, alafu baadaye akajirudi. Mafunzo makubwa nimeona kwenye ndoa yao, wallahi. Naam. Shukran sana Dr. Sheikh Salim Kahtwani, huyo tukimalizana hivyo katika upande wa Funua Kawa katika safari ya ndoa ya Kishki TV. Na sasa moja kwa moja tunaelekea Mtungini kufahamu pia wao wanajuana vipi katika maswali yetu mawili matatu, quiz yetu ya siku hii ya leo. Hii ni safari ya ndoa kutoka hapa Kishki TV. Mimi naitwa Khalid bin Omar. Naitwa Rajabu Makanzu Kilala, karibu Mtungini. Je, mke wangu, mimi napendelea chakula gani? Chakula ninachokipenda ugali na mlenda. Na mimi napenda chakula gani? Mke wangu vyakula vingi navipenda kwa kweli. Sio kimoja tu. Mara nyingi kipatikana ubwabwa. Je, mimi mke wangu nimesoma shule gani?
Sijasoma. Mimi nimesoma shule ya msingi Mtongani. Nimezaliwa wilaya gani? Mkoa wa Pwani. Kibaha. Amezaliwa Matuli, wilaya ya Bagamoyo. Taja majina matatu babu yangu. Hapa ninalokumbuka la babu tu. Ramadhani. Alikuwa anaitwa Kilala Negule. Yaani ni jina ambalo la kimila sana lilikuwepo. Napendelea rangi gani? Rangi ninayopenda nyekundu. Huyu bana anapendelea sana rangi nyekundu. Rajabu Kikala pamoja na Bi Salma ndio ambao wanatuhitimishia kipindi chetu katika siku ya leo, wakiwa wanamalizia hivyo kwenye mtungini, na sisi tunachukua kila ambacho kilicho chetu humu studioni kwa ajili ya kwenda kujiandaa na lipi ambalo linalokujia katika wiki ijayo. Kwa niaba ya wenzangu, asante za dhati kwa picha ngavu na bora kabisa ambazo umezipata zikifanywa vizuri kwa mikono ya kwake Jumaa Said Seif, mikono ya dhahabu. Ahmed Kimamba alikuwa nyuma ya kamera, pamoja naye Abdul Karim Abdurrahman pamoja na Mahad Zubair. Mimi ni Khalid Omar, hadi wakati mwingine tena tukutane panapo majaliwa. Kishki TV, nuru ya dini yako.